Kama kuna kitu ambacho kilimponza Dudu Baya, basi ni tabia yake ya kuweza kuachana wasanii, lakini pia kuwasema watu maarufu na kutoboa siri zao ambazo wao hawatamani mtu yoyote aweze kujua. Hizi ndio siri ambazo Dudu Baya baada ya kuzifichua akaja kukutana na pigo kubwa ambalo kwa mujibu wa interview ambayo alikuwa anafanya na kituo cha radio cha Planet FM, na ameweza kufunguka wazi jinsi ambavyo hali halisi ilivyokuwa, na pia ameweka wazi kwa nini hasa hakutaka kuweka wazi baada ya kuweza kupata ile ajali. Alipata sehemu gani ile ajali, yote aliweza kuyaweka wazi wakati anahojiwa na hicho kituo cha radio. So niko hapa kwa ajili ya kukupa hii update hapa uweze kufahamu kumbe yalishawahi kumtokea bwana, na ndio maana mpaka sasa hivi kwa namna fulani amepunguza, ijapokuwa amesema kwamba kwa kuwa yeye analindwa na Mwenyezi Mungu na sasa hivi ana ujasiri mkubwa, ndio maana amegoma kabisa kuachana ukweli wale watu maarufu ambao wamekuwa wakipita njia za panya, huku wakiwaaminisha watu kwamba mafanikio yao yameweza kutokana na upambanaji. Tazama moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho hii video kupata kufahamu kweli wote juu ya hiki ambacho Dudu Baya ameweza kutusimulia, lakini muhimu zaidi usisahau tu kuonyesha upendo kwa kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video. Baada hapo like video kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia maoni yako kutokana na hiki ambacho tutaweza kukisikiliza katika hii video. Mimi naitwa Gabby Official na hii ni Bongo Vibe, channel namba 1 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba updates zote kuhusiana na trending issues unakuwa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Sasa in case ingekuwa ni video clip basi ningeweza kuwekea hapa, lakini alikuwa anahojiwa na moja ya kituo cha radio kinafahamika kwa jina la Planet FM. Alikuwa anahojiwa Dudu Baya, na hapo ndipo ambapo kwa mara ya kwanza kabisa hata yeye mwenyewe amesema hivyo kwamba kwa mara ya kwanza anaweka wazi kuhusiana na sakata zito ama balaa zito ambalo liliwahi kumkuta baada ya yeye kuweza kumsema moja ya watu ambao wamekuwa na umaarufu fulani hivi, na amemtaja huyo mtu kwamba ni Chief Godlove. And of course akasema kwamba kama kuna watu ambao walishawahi kuwasema alafu mwisho wa siku yakaja kumtokea, basi ni alivyomsema Chief Godlove ukweli kuhusiana na maisha yake na siri ambazo ziko nyuma ya pazia kuhusiana na ule utajiri ambao Chief Godlove amekuwa akionekana nao na mengi zaidi ambayo Chief Godlove amekuwa akiyafanya. Na Dudu Baya ameweka wazi na kusema kwamba baada ya kufanyiwa interview na moja ya online media mwaka 2025, na akamsema Chief Godlove ilikuwa siku moja wakati anasafiri kuelekea Tanga aliweza kupata ajali mbaya, ajali ambayo ilipelekea yeye ilibidi asiseme kwa mtu yoyote ile pale, akakaa kimya kwa sababu alijua chanzo cha ajali kimetoka wapi. Na anasema kwamba siku moja kabla ya ile safari alikuwa amepokea simu kutoka kwa namba ambayo ilikuwa haijulikani ni namba ya nani na hakutambua sauti ni ya nani, ambayo ilimpa onyo na kusema kwamba cha moto atakionya, lakini asipoacha kabisa ndipo ambapo yatazidi kuwa mabaya zaidi kwa upande wake. Kesho yake alikaja kutokea hilo ambapo alipata ajali ya hiyo gari, na anasema bahati nzuri alichubuka mkono, lakini gari ilikuwa ni ya msera wake. Yani kiufupi alikuwa amepata kama lift tu waweze kwenda zao Tanga, na mwisho wa siku kilichotokea ni kwamba gari iliharibika, lakini yule mshikaji wake alimshauri Dudu Baya akae kimya siweze kusema chochote, kitu ambacho mpaka leo hii kwenye moyo wake Dudu Baya ametueleza kwamba kinazidi kumtafuna, na kwa namna moja ama namna nyingine amekuwa ni mtu fulani ambaye ana wasiwasi wa kwamba vipi kama ikatokea kesho tena likatokea tukio lingine. Katika hili alikuwa anaeleza huku akionekana mtu mwenye huzuni kubwa sana, na amesema kwamba kiukweli hili tukio linamuumiza sana moyoni mwake, na kuna wakati anashindwa hata kuelezea kwa sababu alikuwa amepanga akae kimya asije kulieleza kwa mtu yoyote ile pale, lakini imefika wakati itabidi tu aseme ili ukweli ubaki wazi. Anasema kwamba ijapokuwa hakuumia kwa namna yote ile pale kwenye hii ajali, lakini ilimpa funzo kubwa sana na kujua kwamba kumbe ana maadui wengi sana, hivyo anatakiwa kujikabidhi mikononi mwa Mwenyezi Mungu ili mwisho wa siku aweze kuwa salama zaidi, na namshukuru Mungu mpaka sasa hivi yuko salama. Sasa nadhani hii itakuwa ni exclusive kwako kwa sababu wengi tulikuwa hatujui, hata mimi mwenyewe nilikuwa sijui kabisa, lakini ni kwa mara ya kwanza kabisa na kusema kwamba Chief Godlove ndiye ambaye yeye anamsuspect kwamba alimtengenezea huu mpango wa hii ajali. Comment yako nipi kuhusiana na hiki kitu? Tuambie kwenye sehemu ya comment hapo. Nini maoni yako kwa Dudu Baya? Aache kuwasema watu vibaya ijapokuwa woga anasema kwa ukweli, au aendelee tu hivi akiwa na imani juu ya Mwenyezi Mungu kwamba hawezi kudhurika kwa namna yote ile pale? Tuambie kwenye sehemu ya comment, ili usisahau kusubscribe hapa kwa ajili ya kupata updates katika video zijazo.